Kutoka mahali popote ambapo unatazama televisheni upendao Faraja TV, nichukue fursa hii kukaribisha kwenye kipindi Safu ya Kilimo Biashara. Na hiki ni kipindi ambacho mtazamaji kujia moja kwa moja kuanzia siku ya Jumatatu na siku ya Jumatano mwendo ni wa saa 1 hadi saa 2. Na leo mkondo wetu mtazamaji utakuwa unatupeleka upande wa Lamet, na upande wa Lamet tutakuwa tunapatana na mkulima mmoja ambaye amebobea katika ukulima wa avocado za hash. Usikose kutazama kipindi hiki, ama usikose kando yako kitabu na vile kalamu ya kuweza kunakili yale yote ambayo tutakuwa tunazungumzia leo. Na ikiwa una swali lolote ama ungependa kuchangia kipindi chetu cha leo ambacho ni cha ukulima wa avocado, kumbuka ni kupitia mitandao yetu ya kijamii ambayo ni Faraja TV Kenya Facebook, Faraja TV Media upande wa YouTube, na kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni 0703339959. Na maana nami kuanzia sasa hadi tamati mwa kipindi hiki nitakuwa wako Moses Kalinde. Karibu kwenye kipindi. Asante, karibu kwetu. Karibu sana. Leo utatutengenezea Safu ya Kilimo Biashara. Ni kipindi ambacho hukuja ndani ya Faraja TV kuanzia saa 1 hadi saa 2 siku ya Jumatatu na siku ya Jumatano, na kisha tuna marudio siku ya Jumanne na siku ya Alhamisi. Lakini kwa faida tu ya mtazamaji, amkependa kujua wewe ni nani. Kwa hivyo jitambulisha tu kwake akaweza kukufahamu. Jina langu ni Karemi wa Kirago. Na nafanya biashara ya seedlings za parachichi upande wa Lanet karibu na Kiondo. Na Lanet ni kubwa bwana Karemi. Na sijui mahali tukisema tu specific, sijui tutakuwa tunazungumzia wapi Lanet? Tuseme tunaongea sehemu inaitwa Kiondo. Sehemu inaitwa Kiondo. Kiondo. Kiondo ni center ya Lanet. Na sisi tuko nyuma ya Kiondo. Kama ukitoka Kiondo kuelekea na Dondori, hiyo barabara ya lami itakuwa maybe 800 meters na utaona lango la kuingia. Utaona sign yetu ya avocado na pia pameandikwa hay for sale. Kama mtu anakuja na matatu anasema nishukisha kwa hay. Kwa hay. Hapo. Unaingia ndani. Atapata Karimi ambaye anahusika na mambo na avocado. Kwa hivyo akizungumzia mambo na haya atakuwa amepotea. Hatapotea. Atanipata tu. Huko ni nyumbani. Na umezungumzia mambo na parachichi. Na unajua wengi wetu tunafahamu kwamba parachichi tu pengine ni ya kula na mambo kama tu hayo. Hebu tueleze umekuwa kwa huu ukulima wa parachichi kwa muda kiasi gani? Tangu kitu kama 2017, 2018. Nipo tulianza mambo ya parachichi, kufanya utafiti, uchunguzi. And then we found ourselves hapa kwa seedlings. Kwa hivyo nikihesabu hiyo ni kama miaka 8. Yes. Na hujahisi kana kwamba ndio unaweza kuondokea ukulima wa parachichi? Hapana, siondoki. Hapana, siondoki. Pengine ukaweza kutueleza ni nini ambacho kiko katika ukulima wa parachichi na pengine hatuelewi. Ama kwa yule tu ambaye anatazama kipindi hiki anaweza kosa kujua kuna manufaa yapi ambayo yanapatikana katika ukulima wa parachichi. Tungependa kuelewa baadhi ya manufaa. Sisi sana tunahusika na tunahudumia wakulima ambao wanataka kuuza nchi za nje. Commercial growers na groups. Na uzuri wa biashara kama hii ni kwamba demand is very high, very high for especially hass, parachichi na hass. It's very high upande wa Ulaya, upande wa China, upande sasa last year walifungua India na pia Middle East. So because of that demand there's a market. Na ndio maana we emphasize people wafanye biashara. Wakuze matunda ya parachichi. Haitakosa market. If you do a good job, watu watakuja. Kwa hivyo unasema kwamba sababu moja ambayo unaweza kutuhimiza ama kuhimiza mtazamaji akaweza kuingia katika ukulima wa parachichi ni market. Market demand. Haikosa market kabisa. Not in the near future. Not in the near. Even probably maybe after maybe 100 years. Maybe. Lakini sasa hivi hakuna hata dalili yoyote kwamba market itakuwa saturated. Kando na tutakuwa tunaingizia kwa nini tunaingilia pengine na kujua kwa nini ukaamua ukulima wa hash, licha ya kwamba tunajua kuna aina tofauti ya avocado. Lakini kando tu na market,
pengine ni sababu gani nyingine tufanye ukulima ambao ni wa avocado, tusilime mahindi, maharage, pengine maembe, tuachana hayo tuingilie avocado? Biashara yoyote, cha kwanza uangalie market, soko iko wapi, and then you work backwards. Sasa tuseme for example, tunasema mahindi. Mahindi tunapanda hapa, tunapanda sehemu za Nakuru, Bahati, lakini mahindi nyingi sana toka upande wa Uasin Gishu na Trans Nzoia. Lakini sasa tunavuna wakati mmoja. Alafu tukivuna wakati mmoja kuna oversupply ya market. Sio? Alafu tena bei inapungua. Unasikia wakulima tulifurahi sana wakati mahindi ilikuwa kitu kama 7,000 bob. That was great. Lakini sasa narudi wapi? Iko pale 2,000, 3,000 hapo. So those are things that, you know, kitu kama mahindi everybody can grow. Lakini sasa we need to fanya nini? We need to upgrade even our farming techniques. Ufanye kilimo biashara. Kama unataka kukuza mahindi ya kukula nyumbani, that is fine. Lakini mambo mengine ufanye kama ni biashara. You look at the market and you work backwards. Na pengine unazungumzia mambo, naona kwamba mtazamaji ukisikia Bwana Karimi vile anazungumzia mambo ya soko kwa kiasi kikubwa, na ameweza kukueleza na kufafanulia kwa nini uondokea mambo na mahindi na mengine hayo yote ukaweza kukuza parachichi. Lakini Bwana Karimi, tungependa kuelewa na vile vile mtazamaji angependa kuelewa kwa nini ukaamua pengine ufanye ukulima ambao ni wa avocado, kando tu na mambo na soko, hasa upande wa hash. Nini ambacho kilikuvutia, ama safari yako imekuwaje kutoka tangu ulipoanza mwaka wa kwanza kulima avocado hadi ukajipata kwamba unapata kwamba passion yako, kupenda kwako kulima mambo na avocado kulitoka wapi? Kulikuwa namna hii. You know, sometimes things happen alafu unajipata na kweli kuna ukweli hapa. Ama wanasema Mungu anakuambia kitu. Ilianza vipi? Ilianza hivi. Kwanza my mother akasema, Karimi, avocado angalia kama unaweza kukuza. And then about 2 weeks later wife akaniambia, Karimi, avocado angalia kama unaweza kukuza. Alafu another month nikaenda kanisa. Na yule padre akasema, na watu wakuze parachichi. Yaani pande zote unasikia ni kama mtu anakuambia, Mungu anakuambia fanya nini? Kuuza parachichi. Hii ni biashara. Kwa hivyo kaanza. Lakini Bwana Karimi, niruhusu tu nikukate. Naona kwamba kila mahali unapoenda na wale ambao wanatangamana wanakuambia mambo na parachichi. Kuna kitu pengine ambacho ulikuwa umeonyesha ama ulikuwa umefanya kozi ambayo ni ya ukulima pengine? Nilifanya mimi kozi ambayo nilifanya ni engineering. Electronics. Lakini ukulima ni kitu ambacho nimependa tangu utotoni. Ulikuwa una practice pengine? Practice kidogo. Pale popote nilikuwepo. Kama Nairobi nilikuwa nakuza strawberries. Just kaplot tu. Lakini mchanga na mimea ni kitu ambacho kinanivutia. Hata tangu nilikuwa mdogo. Kwa nini pengine hukutaka kufuata hiyo path? Hiyo path kwa sababu najua tumezoea shule eti ukipita na kiwango fulani, kama ukipata A na A+, unafanya medicine ama law ama architecture ama engineer, sio? Unafanya hizo vitu kwa sababu that's what your classmates are doing. You don't differentiate yourself. Lakini lazima tuhimiza sasa kwa watoto wetu na kwa wajukuu wetu, mtu afanye kile kilichoko ndani yake. Ulikuwa unatueleza safari yako, ulijipataje kwa upande wa kulima parachichi? Ulituambia mzazi akakuambia, mke wako akakueleza, ukaenda kanisa, ukasikia hayo yote. Sasa nikafikiria hapa kuna kitu. Mungu ananiambia, hebu sikiza.
So na kashamba hapa Mbaruka. Tukanunua hizo parachichi seedlings. That time we didn't have seedlings. Nataka kufanya orchard. Tukapanda high density. Nini kwa faida ya mtazamaji Bwana Karim? Ati? Orchard. Orchard. Ni shamba la matunda. Hiyo ndio orchard. Ndio inaitwa orchard ya. Sasa tukapanda kitu kama ilikuwa 500 hivi. Lakini shamba liko mbali kidogo. Kuna mfanyikazi hapo, kazi yake ni kunyunyizia maji na kondoo asiingie, kwa sababu pia tuna kondoo huko. Within 6 months, nusu zilikuwa zimekauka. Ilikuwa imekosa maji. Maji ilikuwa mbali sana. Lakini tukajitahidi kasema hapana. Zimekauka. Then the next thing that happened, tukapanda, we were starting our own seedlings. Kwa sababu tuliona kununua seedlings alafu zikauke is very painful. Very, very, very painful. So tukaona afadhali to do our own seedlings alafu to replenish kule kufanya nini zimekauka. So that's what happened. Tukaongeza zile zilikuwa 500, nusu zimekauka 250, tukaongeza mpaka zikafika 700. Within a year, karibu zote zilikuwa zimekauka. Zile mara ya pili. And you know, it's na zile ambazo hazijakauka kwa ndio wako na huyu kijana nimeajiri kwa pia panatazama tu. Sasa nikasema wait, wacha tufanye tuchangie hela tuchimbe maji yetu. Ili sasa tufanye drip irrigation kwa kila mmoja. So that's how we started with these seedlings. Tukaona pia kuna watu ambao wanatafuta quality seedlings. Zile seedlings tulikuwa tunanunua zilikuwa kiasi very, very short. They were just this much. Ukipanda you are not sure kama upanda sukuma wiki ama upanda parachichi. So tukasema we are thinking the other people with the similar problems that we can solve. Ndio sasa tukaanza nursery. Na umezungumzia na pengine mtazamaji pia umeweza kusikia kwamba si kama Bwana Karim angeweza kufa moyo baada ya kuungua na kwenda hasara mara 2. Pengine hangekuwa amefika hapa. Tumepata alikuwa na huo mvuto na baada ya hayo yote aliweza kuinuka tena na kuweza kuendelea. Bwana Karim, nimeona kwamba umetueleza wewe ni ukulima wa hash avocado na umeweza kutueleza sijui kama ulikuwa unatueleza kwa ujumla parachichi na soko ama ulikuwa unatueleza hash yenyewe kivyake ndiye ambayo ina soko ukilinganisha na avocado zingine. Na hapo swali langu ndipo ambalo linakujia, na kwa nini pengine ni hash kando tu na soko? Kwanza tuna aina ngapi za avocado Bwana Karim ambazo? Sio chache. Zile ambazo mimi najua kuna moja inaitwa Pinkerton. Napenda sana upande wa Middle East. Kuna first hata hiyo Middle East inaingia. Na hata India they like that one. Na pia kuna inaitwa Giant Hass. Ni Hass lakini ni kubwa. Alafu pia kuna hii regular Hass, katunda kadogo. Ambayo pia utaona kuna miti michache ambayo imezaa tayari hapa. Kwa hivyo hizo ni baadhi ambazo ukianza huu kulima wa avocado ulijua kwamba kuna hizo aina zote za parachichi. Lakini ukaamua kwamba mimi nitaenda na hash avocado. Hebu tupatie pengine mtazamaji ili nami nikaweza kuelewa. Tuguzia angalau kama sifa 3 za parachichi za hash. Tukaweza kuelewa ni mti mkubwa ama matunda yake. Pengine tukaweza kuelewa. Okay. Kwanza hasi napenda sana nchi za Ulaya. Europe, China na sasa India. Hiyo ni sifa moja. Of course, mbona wanaipenda? Because it has health benefits. Ina mafuta ambayo hainoneshi. Huwezi kunaona. Hata nikule ngapi sitanaona. Hata ukila ngapi. Hata ukila 20 kila siku utanaona. Na mtu anaweza kula 20 mara moja Bwana Karim? It depends on your appetite. Kula avocado ngapi? It depends on your appetite. Lakini haina madhara ya sitakuwa na obesity. Simekwambia utanaona. Obesity ni kunona utanaona. Najua changamoto ama shida kubwa yetu tunaogopa
kutumia mafuta mengi. Inategemea tu, hii mafuta hainoneshi. Hili ni tunda ambalo naelewa lina afya. Unalikula as often as possible. You know, and you're still okay. It's good for your heart. Ni miti yote ya hash ambayo ni mifupi. Unasikia miti ya hash? Let me say this. Mambo, na sasa tunaingia upande wa orchard. Nishaona miti mifupi ya hash. Nishaona miti mingine pengine mrefu kidogo. Lakini sisi tunasisitiza wakulima kwamba mti wako ukifika pale mkono wako unafikia, unapurumia hapo. Namna naona kwamba unatunda, ningependa kaweza kumuonesha mtazamaji. Pengine size ya tunda la hash, size yake ni hivi. Hiyo ni size ya hash. Ningependa kama mwenzangu kuna mtu angeenda kuchukua pale karibu na mti. Size ya hash inajaa mkono namna hii. Si kubwa kama hii. Hili tunda lilikuwa la demonstration baadaye. Wakati tutaongea juu ya nini? Juu ya upanzi, juu ya mbegu ambazo tunatumia, mambo kama haya. Mtazamaji, hizo ni baadhi ya sifa ambazo tumeweza kujua za miti ambayo ni ya hash. Lakini Bwana Karim, nikiangalia hata vile vile mtazamaji akaangalia nyuma yangu, naona kwamba miti hii yako imenawili. Ina rangi ambayo ni ya kupendeza kwa kiasi ambacho ni kubwa. Na pengine mtazamaji angependa kujua, akilinganisha, mimi huwa natembea huko kwa njia, na huwa naona baadhi ya wale ambao wanamiliki nurseries, huwa naona miti yao ama miche yao ya avocado. Hebu tueleze ni nini ambacho unafanya, ama ni nini kimefanya miti yako ikaweza kunawili vizuri hivi? Kwanza sisi tunatumia mbolea. Mbolea ya kondoo. Sababu tuna kondoo. It's easy for us to get mbolea. So tunatumia mbolea, tunachanganya na mchanga soil na mchanga sand. Ili hizo tunachanganya sehemu moja, sehemu 3. So that we have good drainage in the seedling bag. So from the start, mchanga una rotuba. Ya pili tunachagua mbegu, na ndio hapa tunachagua. Kama sasa hivi tumeanza kununua matunda. Na hii matunda ni ya kuozesha. Itaoza, tutoe mbegu. Itaiva ioze. Itaiva ioze. Sasa hivi kama kama ngapi hivi? Tuna already kitu kama 3,000 zinukaa chini ya mti. Matunda. Zioze. Ioze, tutoe mbegu. Mbegu ambazo natafuta ni kubwa. Si mbegu ndogo. Kwa hivyo tunaenda kwa mkulima, tunatazama mti, alafu tunakata tunda, tuone kama lina mbegu kubwa. Alafu kama lina mbegu kubwa, tunanunua huu mti. Kila kitu tunanunua. Na mtazamaji, naona kwamba turuhusu tukaweza kuoneshwa pengine tunda la hash ni kiasi kipi. Tunaona kwamba nilichukua mbegu ambayo haifai ama tunda ambalo halifai. Bwana Karim, naona kwamba hii ndio ambayo size ya tunda la hash. Hii ni hash. Naona vile inakaa madodo. Hii bado haijakomaa, lakini karibu komaa. Hii pia ni ndogo kidogo. Ikikomaa itakuwa kubwa. Haitakuwa kubwa sana. Itakuwa pengine like this. Si kubwa sana. Hii itakuwa 20 basi. Hiyo inakula 20. Si kubwa sana. Lakini hili tunda ndilo la hash. Litakuwa kuwa kubwa sana. Ndio. Naam, tumeelewa. Na tumai pia mtazamaji umeweza kuelewa size ya hash. Ulikuwa unatueleza ni kwa nini miti yako inanawiri tukilinganisha na miti nyingine ambayo tunapatana nayo pale njiani. What can I say? Tuambie kwanza huu mchanga, kwa mfano mtazamaji, nitakuwa naangalia mti mmoja. Nimeshindwa kuinua Bwana Karim. Ni mzito. Sijui kutoa. Mwelekezi wangu ningependa ukaniletea pengine mti mmoja. Mti huu Bwana Karim, naona kuna mchanga. Mchanga umetuambia ni mix ya sand. Kuna
soil. Na kuna manure. Kuna manure. Kwa hivyo hiyo ndio ambayo imetengeneza. Yes. Na pengine ndio umefanya huu mti kawa kiasi. Unakimbia pia. Unataka kutuambia tu ni hayo ambayo yanafanya mti yako ikawa inapendeza kiasi. Sijui kwa nini siamini tu. Sio peke yake. Unajua kila kitu kinahitaji TLC, tender loving care. Lakini kabla hujafanya hivyo, hata zile mbegu ambazo tunatumia ni mbegu kubwa. Mbegu kubwa. Mbegu kubwa ili so hii ni kama nini? Kama ile tunaita moruru. Kwa kifaranga. Kwa kifaranga. Unajua kifaranga wakati ameangua yeye for 2 or 3 days anaweza kabla kukula. Ananyonya ile moruru. Sasa hii ndio moruru ya parachichi. Hii ni mmea. Sasa hapa ndipo atanyonya. So the bigger the seed, the more the nutrition, the more the amount, the more it can last. You know, hata ikiwa stressed inakula hapa. Kwa hivyo siri ni mbegu, mbegu nzuri, mchanga ambao umeweza pengine mix na yale yote ndio ambayo anafanya mmea wako ukawa pengine kiasi. Nimeona kwamba kuna zile avocado ambazo umefunga. Unafanya grafting pia? Ndio, kuna mtu anakuja anatufanyia grafting. Hata tutatembea hapo baadaye. Kuna bit ya grafting na ile ambayo si ya grafting. Yes. Yote lazima graftiwe. Yote lazima graftiwe kwa sababu hii si mbegu ya hasi. Hii mbegu ni ya kutoka tunda hili linaitwa kienyeji. Kwa nini natumia hili? Alafu hili kwa sababu inaweza kustahimili magonjwa ya mizizi. Sana sana root rot ambayo ni fungus kanakuja wakati kuna maji mengi kwa udongo. So tukitoa hili tunda tutengeze mbegu, sio? Alafu sasa tuoteshe hii mbegu. Hiyo bottom part inaitangwa root stock. Hiyo ndio mizizi. Na hata naweza kuonyesha wapi ile. Chukua hapa. Kuna hapa sijui. Anyway. Ona pale hapa kuna kidonda. Hapa juu ndio hasi. Hapa chini ni kienyeji. Hapa juu ni hasi. Sasa tumechukua hasi, hiyo hasi tumewekelea juu ya kienyeji. Naona kuna mtu kama huu, ukiangalia kama huu, pengine hii chini ndio kienyeji. Hashi itatoka kuanzia hapa. Ndio. Kama hii tulifanya grafting, alafu ikakauka. Tutarudia grafting. Lakini pengine kama ingemea, ingekuwa hashi ingekuwa kutoka hapa. Kabisa. Yes, that's correct. Sasa tumeweza kuelewa. Wakati unalima pengine matunda kama haya, soko unawania watu kama pengine wapi? Market yako hasa ni wapi? Ama ukianza ukulima unawania market yako iwe ya kwenda wapi? Ama unalenga watu wapi pengine? Mimi kwa nalenga watu ambao wanataka kukuza matunda wa export. Wapate hela poa. And therefore we're looking for people who really want to run this as a business. Kwa sababu hili tunda ama huu mti unakaa muda mrefu sana. You know, minimum 60, like kafika 120. Miaka 60. Yes. Like inaweza fika 120. Sasa kama hizo for example kama wewe leo, right? Uanze upande eka moja. Wewe utakula mavuno, watoto wako watakula hiyo mavuno, wajukuu watakula yale mavuno. Sasa vitukuu ndio atauliza hii miti na hizai tufanye nini? Tuote kuni. So hii watu watazame kama biashara. Na sisi tuna encourage watu wote wafanye nini? Wafanye biashara. Wafanye kilimo kama biashara. That's so we're looking for commercial people want to do this as a commercial. As a business. Ya pili, also people who are in groups kama sako. Vikundi. Kama sako. Kwa sababu one of the things about joining a sako, or even the sako itself, ni to enrich and to grow their members' wealth. And this is one of the processes. You can create a lot of wealth using avocado.
Kwa hivyo commercial wale watu wanataka kufanya biashara na vile vile wale vikundi wako kwenye vikundi. Ni hao tu na ile ambayo pengine kama mimi nataka tu ile mividi ya kukula. Hiyo tu. That is nitakuuzia hamna shida. Na nitakuuzia hamna shida. Niruhusu tu nikaweza kuuliza tu ile swali bwana Karimi. Nimekuwa nikiangalia price tag na najua mpiga picha wangu katika zile pengine tutakuwa tunazungusha ama mtazamaji atakuwa anatazama ataweza kuona price tag yako. Na naona kwamba price tag yako ina range kuanzia 350 kwenda juu. Pengine ni nini ambacho unafikiri bwana Karimi? Ama ni nini ambacho kimechangia kuwa na price tag kama ile, ama unaaminia nini avocado zako za hash? Unafikiri mtazamaji wetu ambaye ananuia kuanza avocado hawezi kupata yale mambo ambayo atapata kutoka kwa parachichi zako? Okay, let me just move back kidogo. We adjusted our prices so that kuna zile parachichi za 200, 200, kuna za 300, kuna za 400 na za 600. So zile fupi zaidi na kuna mlingoti ambao tunatumia kupimia. Imeandikwa hapo prices. Naweka mlingoti na kuambia hii ni ya 200 na ya 300. Kwa mlingoti ndio ambao unaditambia. Yes. Na hiyo mlingoti is got a fixed height. So that mtu hasa unatazama nataka hizi nataka hii. Kwa hivyo pengine hakuna kitu ambacho ni special pengine. The special is height. You know, the taller they are, the faster they'll produce. Najua kama sasa hivi parachichi is not supposed to, the lowest branch should not be below 70 centimeters. Kwa sababu ikiwa 70 centimeters, chini ya 70 centimeters, wakati itapata matunda, yale matunda yataenda agusa chini. Yakigusa chini, export haitaki. Namna bwana Karimi, mwelekezi wangu ananieleza kwamba muda wetu umeweza kuisha, lakini tutakuwa tunarejea kwa sababu nimeweza kuona katika instances nyingi ambazo mtu ananunua hapo ile seed. Baada ya kununua ile seedling yake, akienda kupanda baada ya muda mfupi na kauka. Mfano mzuri ni mamangu, anapenda sana mambo ya matunda. Ungepata akiuziwa ile parachichi ama matunda yote ile, anaenda anaipanda. Alafu kisha unapata hautaweza kunawiri kwa mti, unapata umeweza kukauka. Hata tulicha ameweka maji, ameweka hiyo rutuba, tutakuwa tukirejea baada ya muda mfupi utakuwa unakuja kutueleza ni yepi ambayo tunafaa tuzingatie baada pengine ya kununua parachichi kutoka hapa na kuzipeleka shambani, ili tusiweze kupata ile hasara ambayo watu wengi wanakadiria kwenye mashamba yao baada ya kununua. Kumbuka mtazamaji, ikiwa una swali lolote ambalo ungependa kuchangia mada yetu ya kipindi Safu ya Kilimo Biashara, kumbuka ni kupitia mitandao yetu ya kijamii ambayo ni Faraja TV Kenya Facebook, Faraja TV Media upande wa YouTube, na kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni 0703339959. Usiondoke, tutakuwa tunarejea baada ya kipindi kifupi, tuendelee na ukulima wa avocado za hash.